Nashukuru. Naitwa Profesa Haruni Jeremia Mapesa, ni mkuu wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kivukoni. Kwanza tunamshukuru Mungu kufanikisha tukio hili pekee la Mei Mosi la mwaka huu 2026, na kama chuo tunawapongeza wafanyakazi wa chuo chetu kwa kazi kubwa wanaoifanya na ambayo kwa kweli wanastahili kupongezwa sana, lakini pia tunawapongeza wafanyakazi wote katika nchi yetu ya Tanzania na duniani kote kwa ujumla. Siku hii ni siku yao, wanastahili pongezi, na kwa kweli tunapenda kuwashukuru kwa kazi kubwa wanaoifanya. Wanafanya kazi kubwa katika chuo chetu. Tunao watumishi, wafanyakazi, walimu, tunao wafanyakazi waendeshaji, na tunajihusisha vizuri sana katika kukidhi mahitaji na matarajio ya wafanyakazi wetu. Na kwa mwaka huu tumetoa zawadi kwa wafanyakazi ambao wameonekana kwa vigezo na sifa kwamba wamekuwa ni wafanyakazi bora na mahiri, na kwa kweli wote wanastahili kupewa zawadi, lakini kwa vile hatuwezi kutoa kwa watu wote, tumewapata wachache ambao wamepata zawadi. Tunaendelea kuwatia moyo wafanye kazi kwa bidii. Tunatambua changamoto ambazo zimeibuliwa na kusomwa kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunatambua changamoto hizo na tumezichukua, na tutafanya bidii kuhakikisha kwamba tunazifanyia kazi changamoto hizo. Mpaka sasa tumeshaanza kufanyia kazi baadhi ya changamoto, na kwa kweli tunaendelea vizuri. Tunawashirikisha wafanyakazi wote katika maamuzi ya maendeleo ya chuo chao katika maslahi yao, na nichukua nafasi hii kusema kwamba tunayo incentive scheme au muundo wa maslahi ya wafanyakazi ambao umeidhinishwa hivi karibuni na ofisi ya utumishi wa umma. Katibu mkuu ameshaidhinisha ile mfumo wa maslahi ambao tutaanzia kufanyia kazi kwa mwaka kuanzia Julai 2026. Tutaanza kuyatekeleza baadhi ya mambo ambayo kwenye ile muundo wa maslahi na motisha. Tunaendelea kuwatia moyo wafanyakazi wawe wavumilivu. Kwa kweli si rahisi kumaliza changamoto zao kwa siku moja, lakini tunaahidi kwamba tutazifanyia kazi na tutawashirikisha. Kwa ninawashukuru sana waandishi wa habari kwa kunihusisha, na tuendelee kuchapa kazi, na tunatambua wajibu wetu kama waajiri wa kusikiliza na kutatua changamoto. Asanteni sana kunisikiliza.